Asante sana, mimi naitwa Mwalimu Elizabeth Joseph Lekule, ni mwalimu mkuu shule ya msingi Bryson. Siku hii ya leo ya tarehe 26 mwezi wa 9 2025 ni siku ya mahafali ya wanafunzi waliohitimu darasa la 7 katika shule yetu ya Bryson. Mahafali haya ni ya 22 tangu kuanzishwa kwa shule yetu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa wanafunzi wetu wanaohitimu leo, ambapo wanafunzi hawa walivyoanza darasa la kwanza mwaka 2019 walikuwa jumla ya 243. Hapo katikati tulifanya mtihani wa moko kata kwa kata yetu ya Mburahati, tukawa washindi wa kwanza kwenye kata. Tukaja tukafanya mtihani wa moko wilaya, ambapo unashindanisha shule zote za manispaa ya Ubungo na shule yetu. Kwa shule za serikali tulikuwa kwenye 3 bora. Lakini baadaye pia tukafanya mtihani wa upimaji wa utamilifu mkoa katika manispaa ya Ubungo. Shule yetu kwa upande wa shule za serikali tulikuwa ni washindi wa kwanza. Kwa hiyo kwa matokeo hayo na jinsi tulivyoendelea kuandaa watoto wetu mpaka walivyofikia kufanya mtihani wao tarehe 10 na 11 mwezi huu wa 9, tuna imani kabisa wameiva na watafaulu kwa kiwango kikubwa. Pia tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu matokeo haya mazuri tunayoyapata sio kwamba ni juhudi zetu sisi wenyewe. Ni ushirikiano mzuri walionao wazazi na shule, na pia tuna ule umoja wa wazazi pamoja na walimu, kwa kifupi tunasema UWAWA. Wamekuwa ni msaada mkubwa sana kwa habari ya maendeleo ya shule yetu. Wamekuwa wakitusaidia sana kwa habari ya kusimamia watoto nidhamu ndani na nje ya shule. Ukizingatia jiografia ya eneo letu, tuko kata ya Mburahati. Tunaelewa kabisa ukizungumzia Mburahati unazungumzia jamii ya watu wa namna gani. Lakini kwa upande wetu tunawashukuru sana viongozi wa UWAWA. Kwa shule yetu swala la utoro hatuna kabisa. Halitusumbui kwa sababu wanatusaidia sana kusimamia swala hilo kwa ndani na nje ya shule. Baada ya kusema hayo, pia niendelee kuishukuru serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimshukuru sana Mama Samia kwa habari ya elimu bila malipo. Kwa kweli tumeendelea kupokea capitation kila mwezi na inatusaidia sana kwa habari ya uendeshaji wa shule, hasa katika kuwapima watoto, kuwajengea mazingira bora ya kusoma. Inatusaidia sana. Tuendelee kutoa shukrani na pia kwa wadau mbalimbali ambao wanatusaidia katika maendeleo ya shule kwa habari ya mambo mbalimbali kama ukarabati mdogo mdogo. Wanatusaidia uboreshaji wa mazingira wakisimamiwa na hawa viongozi wa UWAWA. Baada ya kusema hayo, niseme na wakaribisha sana katika mahafali yetu ya leo ya 22. Karibuni sana. Tumeandaa mambo mengi sana, yani kiasi kwamba naona hata ratiba haitatutosha, maana tuna nyimbo, tuna michezo, tuna ngoma za makabila mbalimbali. Tuna ngoma za makabila kama 5 hivi watoto wamejiandaa. Tuna michezo ya kuigiza, tuna sarakasi, tuna mambo mengi sana, siwezi kuyataja yote, ila kama uko karibu usisite kusogea. Karibu sana. Asante, asante.
Ni siku ya kipekee sana katika shule yetu ya msingi Brighton, lakini ni siku ya furaha sana kwetu kama jumuiya ya shule ya msingi Brighton, nikiwa na maana ya kwamba sisi walimu, wazazi pamoja na taasisi zote zinazotuzunguka. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu watoto wetu ambao tunawaaga siku hii ya leo wametimiza miaka 7 kamili wakiwa ndani ya shule yetu. Walianza shule ya msingi mwaka 2019 na leo wanaenda kuhitimisha safari yao ya miaka 7. Katika mfumo wa elimu katika nchi yetu ya Tanzania, hakuna mahali pengine popote anapoenda kusoma muda mrefu kama muda aliosoma katika hii elimu anayohitimisha leo. Mfumo wetu wa elimu ni 2-7-4-2-3. Kwa hiyo 2 kwa maana ya kwamba anapoanza chekechea anasoma miaka 2, primary anasoma, yani shule ya msingi anasoma miaka 7, sekondari kidato cha kwanza mpaka cha 4 anasoma miaka 4, kidato cha 5 na cha 6 atasoma miaka 2, atakapoenda chuo kikuu kozi nyingi ni miaka 3. Kwa hiyo kwa mahali ambapo atasoma kwa muda mrefu sana hata kutana napo tena, labda akasomea udaktari, lakini na wenyewe wala hauna muda mrefu kama aliotimiza leo. Kwa hiyo ni siku ambayo ni ya kipekee sana kwa mtoto. Amesoma akiwa na umri mdogo, kwa kwingine hata akienda kusoma miaka mingi anakuwa anajitambua, lakini kwa hapa alikuja shule akiwa ajui anaenda wapi. Mwingine siku ya kwanza uliomwambia twende nikupeleke shule alikuwa ajui hata maana ya shule. Lakini Mungu ashukuriwe, watoto wetu wamemaliza miaka 7 na leo wanahitimisha safari yao rasmi. Tunamshukuru sana Mungu kwa hilo. Tulianza nao Januari, wote walikuwa 212 na leo pia tumehitimisha safari wote wakiwa wazima. Mimi nimepewa kazi ndogo tu ya kufanya utambulisho kwa meza kuu. Let us start with Masai. Masai wa welcome. Brighton oye! Kiingereza, hii ni shule ya Kiswahili na sio English medium, lakini hapa ni Brighton katika mahafali ya 22 mwaka huu wa 2025. Hao ni Masai. Twende DJ. Hello, I am Masai. I am come from northern part of Tanzania at Arusha. Our main food is meat and milk. Our culture is to marry many wives. Masai, hapa kuna Masai huko sogea pale. Wa Masai wasogee hapo. Masai hapo. Masai nione hapo. Katika mahafali ya 2022 ndugu zake Yusufu hawakupenda ndoto hiyo.
wakawaza mawazo mabaya kuhusu Yusufu, lakini Mungu kawaza mema kuhusu Yusufu. Sikiliza mpendwa, kwa jina la Yesu, usikubali mtu auwe ndoto yako. Kama yeye hawezi, basi wewe. Asante. Kwa asanteni sana Masai. Number 2 is Chaga. Chaga, you are welcome. Haya. Wamesema namba 2 ni Wachaga. Kwa Wachaga wasogee. Maana kuna watu Kiingereza hawakijui. Mimi nawatafsiria. Wakisema Chaga sio Chaga za kitanda, maana yake ni Wachaga. Kwa Kiingereza ni Chaga. Asante. Shimoni Shafo. I am Chaga from northern part of Tanzania. Our main food is meat and banana. Traditional drink is bege. Welcome Kilimanjaro. Haya, Wachaga wote tunawakaribisha. Wamesema wao ni Wachaga kutoka Kilimanjaro. Chakula chao ni maziwa pamoja na ndizi. Namna hiyo. Wachaga wote twende pale. Namna hiyo. Twende pale Wachaga wewe. Jamani, hakuna wazazi wa Kichaga hapa. Wazazi bado wanatuangusha sana jamani. Wazazi wapi? Wazazi wa pesa ni pale mmezuka sana. Wachaga ni waone kati hapo. Wachaga wote sogea hapo. Wachaga waje hapo. Wachaga waje. Wachaga twende. Twende Wachaga. Namna hiyo. Twende Wachaga hapo. Niwaone Wachaga wote sogea. Nje kae wazi. Hapa pae wazi kabisa. Asante DJ, asante DJ. Asante DJ. Naomba tusikilize. Yes. Get on, yes? Wamakonde ndio wameitwa sasa hivi. Wamakonde ndio wameitwa, tunyamaze tuwasikilize. Habari ya leo, jambo kwali wako. I'm Konde from Twala region. Our main food is beef with ugali. Our main activities is cultivation of cashew. Wamakonde tusogee hapo Wamakonde. Namna hiyo Wamakonde twende. Wamakonde namna hiyo. Twende. Wamakonde naone hapo. Haya mambo unayapata katika mahafali ya 22 hapa shule ya msingi Blackstone. Kila mwaka unayapata ya mambo. Hakuna sehemu nyingine unapata burudani kama hii isipokuwa ni Blackstone. Blackstone yoye! Asante DJ, asante. Kwa sababu ya muda nitawaita baadaye. Asante. Yes, get on. And then walioitwa sasa ni Wapogoro. Sasa. Wamakoro karangira ndane wangu wa mtulo kakate. Wenda mali kukenda kuna barua wende.
nitawaita baadaye Wapogoro. Hiyo mnaruhusiwa kutunza hapo. Nitawaita baadaye. Unaweka ndani ya kikapu namna hiyo. Asante sana. Zalamo ndio wameitwa sasa hivi. Wazalamo ndio walioitwa sasa. Wazalamo karibuni. Haya mambo unayapata katika mahafali ya 22 mwaka huu 2025 hapa shule ya msingi Bryson. Bryson oye! Haya tuwasikilize. Habari zenu, Zalamo from Chole. Our main food is ugali and fish. Mostly of time we love to dance traditional dance segeli. Wazalamo tunawakaribisha na Wazalamo. Wewe sasa. Namna hiyo, Wazalamo. Wazalamo wewe. Wazalamo namna hiyo, Bryson. Wazalamo namna hiyo. Hao na Wazalamo. Tunza pale. Tunza pale. Hao Wazalamo namna hiyo. Bryson. Namna hiyo. Wazalamo namna hiyo. Bando Wazalamo. Twende sasa. Hao Wazalamo. Twende. Namna hiyo. Namna hiyo. Asante, kwa sababu ya muda nitawaita. Kwa sababu ya muda nitawaita, subirini, nitawaita Wazalamo, nitawaita. Asante. Sasa Thank you for listening us. You are welcome at Bryson Primary School. asanteni sana. Wanachosema wanakaribisha hapa shule ya msingi Bryson. Bryson oye! Hamna kupoa, tupoi. Asante sana. Namna hiyo. Watoe DJ. Twende. Nauda saa 4. Pige makofi. MC Seng on the mic. Sasa nawaita scout. Karibuni. Waamini yangu, naahidi ya kuwa nitajitahidi kadri ya uwezo wangu kutimiza wajibu wangu kwa Mungu na kwa taifa langu, kuwasaidia watu siku zote na kuzitii kanuni za scout. Mungu nisaidie. Umbo namba 2. Hao ni kamanda kutoka shule ya Bryson. Jamani, tunaomba wanafunzi na wazazi, tunachokifanya hapa scout, wazazi watoto wasiige nyumbani. Sawa? Watoto wasifanyaje? Wasiige nyumbani. Bryson oye! Bryson oye! Bryson oye! Bryson oye! Scout oye! Scout oye! Scout oye! Mpo tayari? Mpo tayari? Umbo namba 3. Umbo namba 3. Changamka. Rudini nyuma. Changamka. Fanyeni haraka. Wewe nani inama? Inameni. Taratibu. Kwa viatu. Twende, tunatembea.
Twende sasa. Kaimba imbo shuboda kapigwa bote la kichwa. Kaimba imbo shuboda kapigwa bote la kichwa. Hao ni skauti kutoka shule ya msingi Bryson. Kama wewe merudi. Unayapata katika mahafali ya 22 hapa shule ya msingi Bryson, shule pekee kata ya Mburahati yenye kushika nafasi ya kwanza kwenye moko zote na mitihani ya mkoa mwaka wa 3 mfululizo. Bryson hoye! Jambo la kwanza tusema, enyi walimu wetu, asanteni kutupatia elimu ya maisha yetu. Jambo la kwanza tusema, enyi walimu wetu, asanteni kutupatia elimu ya maisha yetu. Pongezi zetu za dhati kwenu tunazitoa kwa walimu na wanafunzi wetu wa Bryson. Pongezi zetu za dhati kwenu tunazitoa kwa walimu na wanafunzi wetu wa Bryson. Jambo la pili tusema, enyi walimu wetu, muinue Bryson nasi vijana wenu. Jambo la pili tusema, enyi walimu wetu, muinue Bryson nasi vijana wenu. Jambo la pili tusema, Sikiliza ujumbe katika mahafali ya 22. Bryson nasi vijana wenu. Jambo la pili tusema, enyi walimu wetu, muinue Bryson nasi vijana wenu. Pongezi zetu za dhati kwenu tunazitoa kwa Piga vigelegele na makofi. wetu wa Bryson. Hao darasa la 7. Ndugu zenu twaga, kwaheri ndugu, kwaheri kaka zenu twaondoka, kwaheri ndugu, kwaheri dada zenu twaondoka. Tulianza kwa imani, sote tukawa tayari elimu kuipokea. Tulianza kwa imani, sote tukawa tayari elimu kuipokea. Kwaheri ndugu, kwaheri kaka zenu twaondoka, kwaheri ndugu, kwaheri dada zenu twaondoka. Twashukuru walimu
Asante. Mengine ya serikali yanatakiwa kufanyike. Basi nichukue nafasi hii kwanza kuwashukuru wote leo ambao ndio wamefikia siku yao ya kumaliza elimu ya darasa la 7. Ninaamini sio mwisho leo. Bado kuna hatua nyingine mtakayoendelea nayo baada ya hapa ambayo ni ya kwenda mahali pengine kwa wale watakaojaliwa kuchaguliwa kwenda form 1 itakuwa ni jambo jema zaidi, na wale ambao hawatabahatika mimi naamini nafasi na fursa bado ziko nyingi. Kwa sababu ya uharaka au mambo mengine ambayo tunategemea kuyafanya huko, kwa niaba ya serikali ya mtaa na viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi ambao nimeongozana nao, na kwa kuliona umuhimu ambao uko mbele yetu, nimeambiwa kuna jiko ambalo lilikuwa linajengwa kwa nguvu za wazazi, walimu, naamini bado halijafikia mwisho. Sisi kama chama na serikali kwa leo tunatoa ahadi ya mifuko 10 ambayo tutamwambia Mwalimu Sengo ataipata wapi, na bado tutaendelea kuchangia kadiri ya uwezo utakaoturuhusu. Baada ya kusema nimshukuru sana mwalimu wangu, mwalimu mkuu, mwalimu Lekule, na ambaye tunashirikiana katika nyanja nyingi sana, na niwashukuru walimu wote ambao wako ndani ya shule ya msingi ya Bryson. Tumekuwa nao karibu katika kila mambo na hawajaniacha nyuma, na mimi naamini kwamba sitoacha nyuma. Niwashukuru pia wazazi ambao leo mmewasindikiza watoto wenu mahali hapa. Hakikisheni mnaenda kuwasimamia wakawe na nidhamu ambayo wametoka nayo hapa shuleni, msije mkatuzalishia watoto ambao huko mtaani wanakuja baadaye kutukaba. Baada ya kusema niseme kwamba nawashukuru sana. Asanteni. Asante. Haya, asante. Sana tumeshukuru sana, lakini ahadi yetu kwako hatutakuangusha. Yaani shule ya msingi Bryson hatutakuangusha. Mungu aendelee kutupa uhai na upige makofi na vigelegele. Tutaendelea kung'arisha jina la mtaa wako mpaka kieleweke. Asante sana, na tufikishie salamu zetu kwa uongozi wa chama. Waambie sisi kama Bryson tunashukuru sana sana sana. Na yumkini siku ya uzinduzi wa jiko pia tutawalika, tutakuja tutashiriki pamoja katika uzinduzi wa jiko letu ambalo limejengwa kwa nguvu za wananchi. Ni jiko la kisasa kabisa, lina store na dining ya kulia watoto wa chekechea, lakini pia tuna mpango wa kupata majiko yanayotumia nishati mbadala. Inshallah Mungu akisaidia tutapata hayo majiko ambayo yanatolewa na mradi unaosimamiwa na UN. Kwa tuko kwenye channel, kama Mungu akijalia tutapata yale majiko, na majiko sanifu yale ni mazuri sana na tuna uhakika yatasaidia sana katika kuimarisha afya za watoto wetu. Hali kadhalika afya zikiimarika na taaluma nayo inakuwa imeimarika. Asante sana. Sisi kwa moyo mkunjufu tunawaruhusu, na mnakoenda mtupelekee salamu zetu za dhati kabisa. Samahani, kabla hajaondoka nilikuwa napenda wangeshuhudia ujumbe wa hii ngoma muhimu sana. Washuhudie kipande kidogo afu ndio tuwaruhusu waende. Dakika 2 tu. Naomba ngoma waje kabla wageni hawajaondoka, angalau wapate ujumbe wataufikisha mbali zaidi. Naomba waje. Niwaombe mwenyekiti aongee kidogo, alafu tutafanya harambee ya kumalizia jengo letu. Mwenyekiti karibu. Bila kujibakiza mpaka tumefikia hatua hii ya jiko letu. Tupigeni makofi wazazi. Wazazi ongeeni, piga makofi kwa wazazi wa Bryson. Wazazi pigeni makofi.
Hongera zenu, hizi ni nguvu za wazazi na walimu wetu. Tumeanza mdogo mdogo, lakini Mungu ni mwema, tumeweza kufikia hatua hii tuliofikia sasa. Nafikiri wote ni mashahidi, tunaona kinachofanyika sasa. Basi tulikuwa na changizo ndogo ndogo shilingi 1000 kwa kila mzazi, ndio hilo limefanya kazi hii. Tulikuwa na changizo la kwanza na changizo la pili. Walio wengi wamejitahidi na walio wengi wamegoma. Sasa waliogoma wale, basi waache mgomo, tumalize jiko. Taarifa imesoma, mmeisikia, basi nadaiwa. Sasa ni waombe wazazi, tuendelee kushikana mkono kuanzia sasa, ili tukamilishe kazi yetu hii jiko ambayo iko mbele yetu. Wazazi mpo? Wazazi mpo? Jiko letu hili, watoto wapikiwe chakula mahali pazuri. Sawa wazazi? Sasa nafikiri sitapata muda mwingine wa kusema sana, na kama niko nje ya mada yangu, naomba nimalize kabisa. Mkuu, naomba nimalize kabisa. Inawezekana nisipate muda mwingine wa kusema neno, hasa kwa watoto wetu hawa. Watoto wetu hawa watoto mpo? Darasa la 7 mnaohitimu. Sasa mnakwenda kufanya nini? Ili mwe watoto wazuri. Jambo la pili, mwe watu wa ibada. Msitawanyike mitahani ovyo ovyo. Tawanyikeni mwende msikitini, tawanyikeni mwende kanisani kadiri imani zenu. Hii itawasaidia sana kujiepusha na maadui shetani. Lakini namba 3, kuendelea kujiandaa na masomo ya baadaye. Ninyi hamjamaliza bado, mmehitimu. Kwa hiyo mjiandae katika masomo ya baadaye ya sekondari. Msiingie mtaani mkadanganyika, kenda mkafanya vitu vya ajabu ajabu, tutawashangaa. Itakuwa ni aibu. Darasa la 7 mpo? Mbona mnalala? Nasikia nawaambia, msiingie mitaani mkawa watu wa ajabu. Endeleeni kujilinda. Sawa watu wanangu? Nawapa jambo la 4. Malezi mliopata hapa shuleni, nyinyi wenyewe mmeshuhudia, ni mazuri. Mwende mkayaishi hata huko mtakokuwa nyumbani mkisubiri matokeo. Mko vizuri? Naahidi hivyo. Msije mkafanya mambo ya ajabu ajabu huko mtaani. Yale mliofundishwa hapa, nidhamu, mwenende nayo hiyo nidhamu, ili msituaibishe wazazi pamoja na walimu. Tuko vizuri Lakini pia ni swala wazazi. Nyamaze, tusikilize. Wazazi wenzangu, hao watoto wanarudi mtaani kwetu, msiwaache wakazagaa bila kuendelea maadili waliokuwa nayo. Bado jukumu la kuwalea lipo pale pale kule watoto. Msiwaachie wakapata shida zingine huko mtaani, mwendelee kuwalea. Ni jukumu letu. Mara nyingi wazazi huwa tunashangaa, wanamaliza wengi na wengine wanakwenda kuolewa, mnapokea barua za posa. Msipokee kwa wakati huu, msivunje ndoto za watoto. Waache waende sekondari wamalize, alafu wakati utafika. Basi nyinyi baada ya kusema hayo maneno yangu machache, niendelee kuwashukuru walimu mliofundisha hao watoto na mnaendelea kuwafundisha hao watoto wetu. Mungu awabariki sana, awaongezee nguvu, hekima na busara, basi vitawale dhidi yenu. Maana mnafanya kazi ngumu sana, si kazi ndogo. Mungu awabariki sana. Asante sana mwenyekiti. Asante. Naomba sasa tuendelee na ratiba ya... Asante.
Madam, tunakwenda kwenye utenzi na risala, tunakwenda kwenye zawadi. Wanafunzi tumeweza yafaa kujipongeza, tujipe makofi kwanza, haki ya kujisifia. Wanafunzi tafahamu mpaka tunaizimu, bila wetu walimu hapa tusingefikia. Nitaipata faraja ya kwamba nikiwataja japo mmoja mmoja mikono mjepungia. Naanza na wita hunda mwalimu mkuu, mikono uweke juu na bashasha ukitoa. Mwalimu wetu mpole jima, izole kule mbeni, vigelegele saluti na kupigia. Baada ya ujio wako na msaidizi wako, ongoza na tereko na makofi akilia. Jina lake Bijanati kiafya, yu madhubuti umba, utoka ucheshi sana Mama Samia. Na mwita kiustadi hasa kiumaridadi, njoo Ticha Muhamedi, mikono yote nyanyua. Mwalimu wetu Shabani na wewe njoo usoni, njoo kwa kujiamini, wanao tokungojea. Mwalimu mwenye kiwango njoo mbele kwa maringo, sogea mwalimu Sengo huku ukishangilia. Asante. Nipo. Pinga njoo mbele ukiringa, si mwingine Nyamataga, sogea Ticha sogea. Ticha Luta kwa njoo mbele, njoo kwa kifua mbele, leo tumejaa tele, wote tukufurahia. Wanafunzi twatambua walimu mmejitoa mpaka hii hatua, poleni twawaambia. Ilisi la kunang'ana anasema kinywa kipana, tumekuwa mwasuana, mwajua zetu tabia. Ni mbali tulipotoka shuleni, tulipofika wazazi walituleta, kurudi watuchukua. Walimu bila ajizi mmefanya kubwa kazi, mkaa kama wazazi kusomesha na kulea. Hadi leo tasimama twajua, baya na jema, Mungu awape neema, mshinde kila hatua. Wengine walimu wangu, kwa niaba ya wenzangu na wanafunzi wenzangu, tunalo la kuambia. Wakati tupo shuleni mengi tumewakoseni, tunaomba samahani, mzidi kutuombea. Mbuni narudi kwako, utulinde waja wako, sisi ni watoto wako wadogo, hatujapea. Kwenye mitihani yetu tubariki, Mola wetu asije kufeli mtu, wote tuonyeshe njia. Sweni malize kazi, tunaomba wazazi, vijana hadi walezi na wote wa Tanzania. Kipindi kila usoni cha uchaguzi nchini, tulindieni amani isije ikapotea. Amani mkichafua, mjue mshatuua, watoto tusohatia ndio tutoangamia. Mwisho nafunga faili, jina langu la halali ni Fatma Isa Ali, raisi mtarajiwa. Naondoka uwanjani, naenda kaa pembeni, naomba samahani kila nilipowakosea. Asanteni. Mara baada ya risala hiyo, nirudishe maiki kwa mwalimu mkuu ili aweze kusoma majina na mgeni rasmi atoe vyeti. Huu sasa ni wakati wa wazazi tuje tutoe yale mataji. Mtoto wako akishapewa cheti, utamvalisha taji pembeni kama unalo, ama umeshamvalisha tayari, ni vizuri analo. Iko Ismaili Yusra jiandae. Yusra Baton. Emiliana afuate, Wanda afuate.
jiandae. Warda Abdulaziz Salha jiandae. Sofia jiandae. Sofia Mohamed. Adija jiandae. Faiza Ramadhani Samira jiandae. Fatuma Rajabu Gifti jiandae. Gifti jiandae. Dora jiandae. Wazazi tunaomba msogee nyuma kidogo mpishe njia. Mariam Rashidi jiandae. Leila jiandae. Leila Nasoro. Kauthari jiandae. Ajira jiandae na Precious. Ajira yupo. Ajira yupo. Ajira yupo. Aziza Ramadhani, Elizabeth John jiandae. Rahel Josefu Fatina Kadibuka jiandae. Rahma Salum jiandae. Shamira Mwinjuma jiandae na Shakira Mwinjuma jiandae. Wazazi narudia. Anapigwa picha na kula Ulimwengu jiandae na Pendo Johnson. Najma Ismaili jiandae. Najma Ismaili, Sajida Hassani, Lawrence Fredi, Ahadi Atik. Sajida
Lawrence Halidi Musa Leila Saidi Yusra Ismaili Haya, tuna wanafunzi wetu ambao walikuwa wanafanya vizuri katika masomo tofauti tofauti. Sio kama wote wafanye vizuri. Watoto wetu kwa kweli kwanza ni wazuri sana. Kwanza niwapongeze wote watoto wa darasa la 7. Makofi kwenu. Kwa kweli hawa ni watoto ambao wazuri ambao wameendelea kutuletea sifa katika shule yetu ya Blyson. Tumeendelea kukanyaga mafuta. Yaani tunaendelea kuongoza, tunaburuza kata, tunaburuza wilaya, mpaka mkoa tunaendelea kupiga nafasi ya kwanza. Piga kelele kwa Blyson wake. Wewe. Namna hiyo ndio Blyson. Haina longolongo. Mzazi mwenye wasiwasi aje angalia matokeo na tunakukaribisha vizuri. Lakini nisiende mbali, ngoja niende kwa jambo ambalo limeniweka hapa. Tunatoa zawadi kwa wanafunzi ambao wa darasa la 7 waliokuwa wanafanya vizuri katika masomo tofauti tofauti. Sio kwamba wote wafanye vizuri, lakini kuna mkali wa somo moja. Yaani nikikwambia huyu ni mkali. Tuna mkali wa somo la hisabati. Somo la namba. Naye si mwingine ni Twalibu Dilunga. Twalibu, pigia kelele. Shamba kwa tano ulipa. Namna hiyo. Twende sasa wewe. Asante. Wana Msimbe twende. Letewa pili. Tuna lugha ngumu sana. Lakini sasa tuna mkali wetu ambaye si mwingine somo la Kiingereza anaitwa Kaslo Feki. Mamba, huyo twende. Namna hiyo. Kaso, Dreki, Mamba. Kiingereza hatari. Yes, no, mfuga Fanesi. Asante DJ. Mr. Katai can tie a tie. Why can tie a tie? Mr. Katai. Ndio jamaa. Dreki Mamba, asante. Twende. Asante Msisengo. Ndio. Tuna mkali wa science. Nani wewe? Mwingine ni Junior Edward. Piga kelele. Namna hiyo. Sio. Asante kidogo basi. Twende asante. Cheza kidogo basi. Asante. Twende. Anafuata. Tuna mkali mwingine wa lugha yetu ya taifa. Taifa ni Kiswahili. Si mwingine ni Gifty Barnabas. Asante, simama wewe. Oh yes. Namna hiyo. Kamata, asante. Nafurahi sana. Unajisi mtoto wangu, nina watoto wengi kweli hapa na angalia. Haya, tuna mwingine makamu wa rais wa maarifa ya jamii. Si mwingine ni Ikram Kinangi. Piga shangwe kwa Ikram wewe. Namna hiyo. Asante DJ, asante sana. Safi. DJ nikikwambia ganda unagandisha. Haya, tuna Ulaia naye tuna mkali wetu. Si mwingine ni Fatima Isa. Rais mtarajiwa, piga kelele.
DJ, asante DJ. Wazazi mpo? Wapo. Asante DJ, asante. Tunaenda kwenye zawadi ya nidhamu. Ndio. Kwa kweli, yani naendelea kusema. Kuna watu ukiwatuma yani wako kama urundoza, yani anakwenda popote anafuata, yani jamani, sio yani kupendelea, yani ni haki. Sasa tuna watoto wa nidhamu ambao tunao wawili, msichana na mvulana. Na yeye nikisemaga kitu unasema fulani na fulani la saba. Uongo kweli? Mimi najua mna maana yenu, kumbe mpira mimi nafanya kazi yangu. Haya, si mwingine wa kwanza ni Twalibu Omari. Sikia nasema nini hapo? Anapata nyingine. Karibu. Kamata hiyo. Haya, jamaa atakiwa mzazi atoe shilingi 10,000 vitabu viwili hivi. Leo naviuza kwa shilingi 4,000 lakini Twalibu vyote vipata bure. Twalibu chukua na hiki. Baba Zefama form 1 kienda sekondari kitabu mwanangu. Chukua. Jamani wenyewe mashahidi jamani. Uongo kweli? Hongera sana. Twalibu anastahili jamani. Kurundaza huyo. Hadi kidogo. Nataka twende. Mama yake. Mama yake jamani, msipate picha ya maana. Mama yake aje, mama Twalibu. Mimi mama yake kabisa. Mama Twalibu sogea. Sogea upate picha. Kwa kweli Twalibu anastahili pongezi. Ni mambo mengi tunayafanya na Bryson anazidi kusonga mbele. Wazazi oye. Kwa namna gani wazazi mnaoshirikiana na walimu? Hata jengo kujenga imesimama kwa nguvu za wazazi. Wengine wamekuja baadaye. Kila wameanza nani? Wazazi. Asante. Namalizia kwa dada sasa. Halo. Namalizia kwa dada mwenye nidhamu. Kweli ukimwona mpole, naye ukimpeleka huko anakwenda. Yaani jamani, si mwingine ni Morisia Jonathan. Awe. Asante. Hata kutembea kwa wewe mnamuona hata kutembea, mnamuona kutembea. Twende, piga kelele. Asante, asante. Naomba tusikilizane, tunaendea mwisho wa zoezi letu kuweza kuandika risala nzuri ambayo imeakisi hali halisi ya shule yetu. Mmeweza kubaini changamoto tulizonazo na mkaweza kuzisemea. Kwa kweli inaonyesha ni jinsi gani mmeiva. Basi mimi bila kupoteza muda nichukue nafasi hii kuweza kumtambulisha kwenu mgeni rasmi katika mahafali yetu ya leo ya 22 katika shule yetu ya msingi Bryson, ambaye amefanyika siku hii ya leo ya tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 2025. Kipekee pia niungane na wahitimu wetu kwa kumshukuru kwa kukubali kuwa mgeni rasmi, kwa sababu angeweza akawa yuko kwenye majukumu mengine au angeweza akakataa tu kwa sababu zake binafsi, lakini nami niungane na wahitimu wetu kumshukuru kwa kukubali kuja kuwa mgeni rasmi katika mahafali yetu hii. Asante sana. Basi atakaposimama tuweze kumshangilia, na atakaposimama atajitambulisha na kuweza kujibu yale ambayo ataweza kuyajibu kwenye risala ya watoto wetu. Hata kama ataweza kujibu hapa, ataweza akatujibu wakati mwingine. Basi nimkaribishe aweze kusema neno. Karibu sana. Bryson oye! Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu wageni waalikwa,
ndugu walimu wa shule ya Bryson, ndugu wazazi, ndugu wanafunzi kwa ujumla, nimesimama hapa kwenu kuitikia wito wa kuungana pamoja, nikiwakilisha kama mgeni rasmi. Wanafunzi wanyamaze, tusikilize kutoka kwa mgeni rasmi machache. Naomba tusikilize. Hapa kwetu leo tuna furaha kubwa sana kwa vijana wetu kuhitimu shule ya msingi masomo yao, na tunatarajia kufanikisha vizuri katika mitihani yao ya taifa, sambamba na mitihani walioifanya katika mitihani ya moko kata, moko wilaya, moko mkoa. Kwa kweli wametufarijisha sana. Nafasi hii ni adhimu sana kupatikana sehemu yote. Leo hii tunafurahia juhudi hizi za watoto wetu pamoja na walimu pamoja na wazazi kushikamana bega kwa bega tutafikisha wanafunzi wetu hapa walipofika. Hongereni sana kwa ujumla. Bryson oye! Wanafunzi oye! Wazazi oye! Jengine ambalo kwamba tulikuwa tuna nia nalo katika kuliangalia ni swala zima la jiko. Jiko letu limefikia hatua nzuri sana, ambao kwamba hatukutegemea kipindi hichi kuliona limefikia hatua ile pale. Hizi ni nguvu zetu wazazi pamoja na walimu na wadau wengine walioshiriki katika ujenzi ule. Ila hatujafikia sehemu mwisho. Tunaomba mashirikiano yenu. Jiko bado linaendelea, linahitaji plasta, rangi pamoja na milango. Natoa wito kwa wazazi tushirikiane pamoja katika kulifanikisha jambo hili liweze kufikia hatima nzuri. Watakaonufaika ni watoto wetu. Tunyamaze, tusikilize. Sisi wazazi wa darasa la 7, watoto wetu leo wamehitimu hapa, lakini ni chachu kwa wanafunzi wengine wanaoendelea na masomo yao katika shule ya Bryson. Kuna changamoto nyingi ambazo kwamba zilitajwa. Moja ni masuala ya kompyuta. Hili swala nitajaribu kulitafutia ufumbuzi katika mazingira ya kushawishi au kutafuta wahisani ambao kwamba wataweza kusaidia katika kupata vifaa vya usomeshaji ili wanafunzi wetu waweze kupata elimu bora na kuzidi kutangaza shule ya Bryson. Bryson oye! Haya, aliondoka hapa mheshimiwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, alituahidi kutupatia mifuko 10 ya simenti kama mchango wake. Nami sito rudi nyuma, na mimi nitachangia mifuko 3 ya simenti ili kuongeza juhudi ya kutosha. Asante sana, tumepokea. Kwa hiyo naomba wazazi wa shule ya Bryson tuungane pamoja katika mazingira ya kuungana kumalizia jiko letu. Ziko changamoto nyingi ambazo kwamba hazijaanza, lakini hii ilianza, kuikamilisheni. Mimi Rashid Suleiman Rashid
ni mzazi wa mwanafunzi darasa la 7 Madam Rashid, ambaye kwamba leo hii anahitimu masomo yake ya shule ya msingi. Mungu awajalie wanafunzi wote kwa jumla wafaulu mtihani wa taifa darasa la 7. Wakati nikiwa mzazi, nikiungana na wazazi wenzangu kuliendesha jambo hili, kuna changamoto nyingine ambayo kwamba ni matundu ya choo. Hili swala la matundu ya choo lilikuwa ni la mwanzo kulishughulikia, lakini kaonekana jiko ni kitu muhimu sana katika watoto wetu kujipatia chakula kilicho safi na nadhifu. Kwa hiyo mimi nikiwa mwakilishi katika wanafunzi wa darasa la 7 ambao kwamba wanahitimu, nitaomba walimu wakinihitaji mashirikiano nikiwa niko nje. Kwa sasa hivi ni mwana kamati ya UWAWA ambao kwamba tuloratibu suala la ujenzi wa jiko. Kesi hii ikimalizika ya jiko, nitaomba watakaobakia waendeleze suala la ujenzi wa matundu ya choo. Suala hili ni muhimu sana kwa watoto wetu na afya zao. Kwa hiyo nawaombeni nifikie hapa nilipofika. Insha Allah siku nyingine tukijaliwa tutaonana, lakini pia nichukue nafasi hii kutoa shukrani nyingi za dhati kwa uongozi wa shule ya Bryson kuniomba niwe mgeni rasmi, na nimeitikia kuwa mgeni rasmi, ingawa ni mgeni kukaa katika jukwaa hili. Kwa hiyo pale nilipokosea naombeni mnisamehe sana. Asante kwa kupiga makofi mengi sana. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwapa pongezi kubwa sana walimu kwa juhudi kubwa sana ambayo kwamba shule yetu imefikia hapa ilipofikia. Zaidi pongezi kubwa sana kwa mwalimu mkuu shule ya Bryson ambaye kwamba anaingarisha sasa hivi shule yetu karibu miaka 3. Ni maajabu makubwa sana katika shule za mkoa wa Dar es Salaam kuonekana kwamba inawania au inapata nafasi ya kwanza wilaya hadi mkoa. Hongera sana mwalimu mkuu. Makofi ya kutosha wazazi na vigelegele. Pia namalizia kumpa pongezi mwalimu mlezi, mwalimu Mudi, kwa kukaa na vijana wetu kwa muda wa masaa zaidi ya 12 ukiwa nao pamoja hadi unakabidhi watoto wakiwa salama wakirudi majumbani kwao salama. Hongera sana mwalimu Mudi. Wapigie makofi mwalimu Mudi. Kwa hayo machache, asanteni sana, shukrani sana. Mungu ajalie murudi majumbani kwenu salama. Bryson Tuna muda mchache wa kufunga sherehe yetu. Naomba sasa nimkaribishe kiongozi wetu wa usalama kata ya Burahati ambao tunashirikiana katika shule zetu kwa habari ya uangalizi wa watoto wetu na masuala mazima ya usalama, ili aweze kutuambia ujumbe waliokuja nao pamoja na kauli mbiu yao wanayotembea nayo ya utii bila shuruti. Naona wametupa pia na ujumbe kutoka kwenye dawati la jinsia na watoto ambalo linatoka katika mkoa wa kipolisi Kinondoni, wilaya ya Magomeni. Karibuni sana, pamoja na ujumbe mlotuletea kwenye mabango. Nadhani mtakuwa na kingine pia cha ziada cha kuweza kuongea na watoto pamoja na wazazi na walezi.
Asante sana mwalimu mkuu. Kama alivyofahamisha, tusikilizane. Kama alivyosema mwalimu mkuu, mimi naitwa Inspector Angelo, ni polisi kata yetu ya Mburahati. Mengi yamezungumzwa, mgeni rasmi ameshaongea kistaarabu na kipotokali. Akishanena mgeni rasmi atupaswa kusema. Kwa hiyo mimi nitakuwa na mawili tu. La kwanza ni pongezi kwa wanafunzi wa darasa la 7 ambao leo hii tuko hapa kwa ajili yao. Shughuli hii si ya kwetu bali ni wao. Tunawapa pongezi sana, lakini pia tunaombea Mwenyezi Mungu awabariki huko mnapoenda, mkae matokeo mazuri ili mtimize ndoto zenu. Lakini pia napongeza wazazi ambao mmewalea watoto hawa mpaka leo wanapofikia nafasi ya kuhitimu elimu ya darasa la 7. Bila kuwasahau walimu kwa jumla yao kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya kuhakikisha watoto hawa wanafanya vizuri kwenye mtihani yao ya ndani, lakini pia tunatarajia watafanya vizuri zaidi kwenye mtihani unaokuja waliofanya kwa matokeo yanayokuja. Tunaamini kwamba ile kauli mbiu ya kuwa nafasi ya kwanza itaendelea kushamiri na kufanya vizuri zaidi. Baada ya pongezi, niseme la pili ambao ndio la mwisho kwangu. Niwaombe wazazi wa wanafunzi na wanafunzi wenyewe, hawa wanarudi mtaani kwenu, wanarudi nyumbani, nawaombeni sana tuendelee kuwasimamia watoto hawa ili wasiangukie kwenye mikono mibaya, ili watimize ndoto yao kama walivyosema hapa. Kuna wanafunzi ambao wanaweza kuwa waheshimiwa rais baadaye, kuna wale ambao wanaweza kuwa watu wengine tofauti. Kwa hiyo kama wazazi tunao wajibu kuendelea kuwasimamia wanafunzi ili kila mmoja aweze kutimiza ndoto zake ya kufikia yale malengo ambayo anatarajia. Lakini nyinyi pia wanafunzi, nimeweza la 7, mnarudi mtaani kwetu kwa muda mfupi. Chonde, chukuni tahadhari, asitokee mtu yeyote akawadanganya, akawarubuni kwa namna yote ile. Kuwa na msimamo wako kama tunavyosema siku zote, kwamba usimruhusu mtu usiyemjua au unayemjua akafikia sehemu anazuia ndoto yako ya kutimiza kuja kuwa kijana mwadilifu, kijana mwema ambaye anategemewa katika taifa la Tanzania. Tunaona tukio kadhaa ya matendo ya kijinsia yanayofanyika huko mitaani. Watoto wanadanganywa, wanashawishika, lakini naamini niliona sura zenu, mna uelewa wa kutosha, mna umakini wa kutosha. Nina imani kwamba mwakani kila mmoja atakuwa form 1. Baada ya miaka 5 ijayo utakuwa form 5 na baadaye kuwa chuo kikuu, ili baadaye mje mwe viongozi wa taifa hili. Mchango wenu ni muhimu sana, lakini hamtafikia malengo kama msipokuwa makini. Wasikilize walimu wenu, wasikilize wazazi, wasikilize viongozi wa dini, yale yote ambayo wanayafundisha. Mkiyashika, tuna imani kwamba mtakuwa wanafunzi wazuri na malengo yenu mtakuwa mmeyatimiza. Chukuni tahadhari sana ndugu zangu wazazi, ndugu zangu wanafunzi. Tahadhari ni muhimu kukabiliana na ukatili wa kijinsia ambayo imezagaa kila sehemu. Unapoona dalili yote ile, toa taarifa kwa viongozi wako, serikali ya mitaa, toa taarifa kwa wazazi, toa taarifa jeshi la polisi. Ndio watu sisi ni wajibu wetu kuwatumikia, kuhakikisha kwamba kila wanafunzi, kila kijana, kila raia wa taifa hili anatimiza yale ambayo serikali inaelekeza, lakini yale pia ambayo Mwenyezi Mungu ameweka mbele yetu. Kwa hiyo nashukuru sana, lakini pia niwapongeze kwa leo ambayo mmetimiza yale malengo ya msingi mlioyaweka. Tahadhari nyingine, chonde jamani. Huko mitaani kuna hali sio kwa nzuri sana kwa watu wachache. Kwa hiyo msiwasikilize, msiwafuate. Sikilizeni wale watu sahihi, wazazi, walimu na viongozi wa dini, ili kila mmoja atimize ndoto yake ya kuwa kijana mwadilifu, kijana mzuri, tegemeo la taifa hili kwa sasa, leo na kesho. Mkuu, nashukuru sana. Asante.